London. Raisi wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino anaendelea kujikuta katika wakati mgumu juu ya mpango wake wa kuuza haki za kibiashara za mashindano yake ya kombe la dunia kwa wawekezaji. Baada ya wanachama wa umoja wa vyama vya soka Ulaya UEFA kuamua kwa pamoja kususia mashindano yote ya FIFA, shirikisho la mpira wa miguu Amerika ya Kati na Kaskazini CONCACAF nalo limefuata nyayo kwa kuamua kutounga mkono mpango huo wa FIFA. Mara baada ya kikao kilichoketi Julai 30 mwaka 2026, CONCACAF imesema haiungi mkono jambo hilo, huku ikitaka FIFA itafute namna ya kuzisaidia kifedha nchi wanachama kupitia akiba zake badala ya kutegemea mpango huo mpya wa kuuza umiliki wa kombe la dunia. CONCACAF pia imewapa jukumu wajumbe wa baraza la FIFA kumwelekeza Infantino kuhakikisha kuwa masuala yote yanazingatia taratibu sahihi za utawala kupitia watendaji wa FIFA na baraza la FIFA kwa mujibu wa katiba ya shirikisho hilo. Uamuzi wa CONCACAF hapana shaka ni pigo kubwa kwa Infantino kutokana na kuzidi kupungua kwa idadi ya nchi wanachama zinazomuunga mkono, jambo linaloweza kusababisha mpango wake kukwama. Japo CONCACAF haijatangaza kama wanachama wake watasusia kama ilivyo UEFA, wasiwasi unatanda kwa kambi ya Infantino pindi jambo hilo likifikia muda wa kutolewa uamuzi wa kura. Shirikisho hilo la soka Amerika Kaskazini na Kati lina wanachama 41, hivyo kitendo cha kutounga mkono mpango wa FIFA kama ilivyo kwa wanachama 55 wa UEFA, maana yake Infantino amekosa uungwaji mkono wa jumla ya wanachama 96. Ikumbukwe kwamba kiujumla FIFA ina wanachama 211, hivyo sasa matumaini ya Infantino yamebakia kwa nchi wanachama 115. Na karata ya turufu kwa Infantino hivi sasa imebakia shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF lenye wanachama 54 na shirikisho la soka Asia AFC lenye wanachama 47. Mshauri mkuu wa rais wa FIFA Gianni Infantino alitangaza kujiuzulu kwake siku ya Ijumaa, ikiwa ni hatua ya kupinga mpango wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Carlos Cordeiro alisema, "Acha niweke wazi, sikuhusika hata kidogo na pendekezo hili na ninalipinga vikali. Ni mpango mbaya kwa vyama wanachama wa FIFA, mpango mbaya kwa soka na mpango mbaya kwa mustakabali wa muda mrefu wa mchezo huu." Hatua hii inajiri baada ya FIFA kutoa taarifa siku ya Ijumaa ikisema kuwa hakuna anayeuza soka, huku ikithibitisha nia yake ya kuendelea na mpango huo wenye utata. Taarifa hiyo ilieleza kuwa mchakato wa mashauriano uliingiliwa na taarifa zisizo sahihi za vyombo vya habari na kuongeza, "Tunaheshimu maoni na hoja zilizotolewa hadharani na tunathibitisha tena ahadi yetu ya kuendesha mashauriano ya wazi na ya kidemokrasia." FIFA iliongeza kuwa iliendeleza mchakato wa mashauriano ili kuhakikisha kuwa kila chama mwanachama kinaweza kutoa maoni yake kwa kuzingatia ukweli wa mambo. Hakuna anayeuza soka, hilo ni jambo ambalo FIFA haitakubali kamwe. Hatua hii inafuatia vyama 55 vya soka barani Ulaya kupiga kura kuunga mkono kususia mashindano ya kombe la dunia iwapo FIFA itaendeleza mpango wake. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa dharura ulioitishwa na shirikisho la vyama vya soka Ulaya UEFA siku ya Alhamisi ili kujadili pendekezo lililotangazwa na FIFA mapema wiki hii. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo wa Alhamisi, UEFA ilisema kuwa ikiwa pamoja na vyama 55 wanachama wake wamesimama pamoja kwa umoja. Na hapa katika habari za michezo na hitimisha na tetesi za soka pale barani Ulaya. Manchester City ipo katika hatua za mwisho za mazungumzo na Lille kuhusu kiungo wa Morocco mwenye umri wa miaka 18 Ayubu Bouad, ambaye pia anawindwa na Arsenal, Chelsea, Liverpool na Bayern Munich.
Everton, Leeds United na Nottingham Forest zinafuatilia hali ya mshambuliaji wa England Liam Delap mwenye umri wa miaka 23 ambaye Chelsea inasema thamani yake ni pauni milioni 40. Kiungo wa Mali Mamadou Sangare mwenye umri wa miaka 24 anatarajiwa kukamilisha uhamisho wake kwenda Brentford baada ya kuondoka kwenye kambi ya maandalizi ya msimu wa Lens nchini Italia. Fulham imekubaliana na Real Madrid kuwasajili mshambuliaji wa Hispania Gonzalo Garcia mwenye umri wa miaka 22 na kiungo Cesar Palacios mwenye umri wa miaka 21 kwa ada ya pamoja ya pauni milioni 43. Manchester City inamfikiria kipa wa Marseille na Argentina Geronimo Rulli mwenye umri wa miaka 34 kuwa mbadala wa James Trafford. Manchester United inaandaa ofa kwa beki wa Newcastle United na England Lewis Hall mwenye umri wa miaka 21 huku beki wa Racing Santander mwenye umri wa miaka 19 George Salinas akiwa chaguo mbadala. Coventry City iko hatua za mwisho kukabiliana na Brighton kuhusu usajili wa kipa wa England Carl Rushworth mwenye umri wa miaka 25 ambaye alicheza kwa mkopo katika klabu hiyo msimu uliopita. Hull City imefanya mazungumzo yanayoonekana kuwa mazuri na kiungo wa Augsburg Merti Komor mwenye umri wa miaka 21 kutoka Ujerumani. Manchester United imefanya mazungumzo kuhusu kumsajili kipa wa San Lorenzo na Paraguay Orlando Gil mwenye umri wa miaka 26 kwa mujibu wa wakala wake. Na beki wa Sweden mwenye umri wa miaka 19 Genesis Antwi anatarajia kujiunga na klabu dada ya Chelsea Strasbourg kwa mkopo. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Haya, Salim anasema uko vizuri mno. Asante sana Salim. Nikipita na ujumbe wake, Asha anasema kweli Zanzibar huko kuna jambo lao la zuluma ila Mungu mwema, lakini ushauri dabi ichezeshwe na marefa kutoka nje. Hivi kwa nini mechi nyingi yani mashabiki wamekuwa wakisema ichezeshwe na marefa wa nje? Marefa wa ndani kwani tatizo ni nini? Kuna tatizo gani? Marefa wa ndani kuna tatizo gani? Huu mjadala inabidi ni utafutie siku huu. Kwa nini mashabiki wengi wanakuwa yani mechi ikiwa inachezwa, kwa nini mashabiki wengi wanataka marefa wa nje ndio wachezeshe? Kuna tatizo gani na marefa wa ndani? Na huko Zanzibar huyu ni kama mtu wa pili au wa tatu hivi ambaye anasema kwamba anasema kwamba Zanzibar tena jamani, mbona kama tunaenda kudhulumiwa? Marefa wa ndani shida iko wapi? Mbona mnalalamikiwa sana? Tatizo li wapi? Na marefa wa nje tutawachukua mpaka lini? Jamani, si tumekubaliana kwanza nyumbani kwanza, tunaboresha nyumbani, tunakubaliana na vya kwetu. Lakini sasa kama vya kwetu vyenyewe vinakuwa vinaleta ukakasi, hapo ndipo ilipo shida. Anasema Yanga jana ushindi mnono 7G by Jabir natoka Uganda. Bwana, jana Yanga walicheza na Magereza wakafunga bao 7-2. Haya sasa wacha tusubiri tarehe 12, sio mbali. Ni kuhesabu tu siku sasa zimebakia tuione ile dabi. Leo Simba wanazindua jezi yao pale Karatu. Jamani, mlioniahidi jezi ya Simba leo zinazinduliwa. Fanyeni jambo. Mlioko Arusha, Moshi, mlioko maeneo ya karibu huko Karatu, fanyeni jambo bwana nipate jezi OG. Tarehe 8 sio mbali. Mlioniahidi jezi ya Yanga jamani, tarehe 9 sio mbali. Yanga na wenyewe bwana kwenye Yanga Day hawafanyii tena Katoro. Lakini bado ni huko kwa matajiri wanafanyia uwanja wa uwanja gani tena ule, lakini ni Bukombe kule. Wanafanyia kule. Jina la uwanja limenitoka kidogo.
Yanga Day ni lini dada Salome? Yanga Day ni tarehe 9 bwana. Tarehe 9 Yanga wanaingia, wanatambulisha, wanafanya yao kule Geita Bukombe huko bwana. Okay. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Tuangalie majibu. Tuangalie majibu. Huyu anasema Masanja, Idan Masanja anasema nawapata vizuri nikiwa Mbeya Chunya Itumbi. Mungu awabariki sana hapo studio. Yanga Sports Club bingwa, amina. Baraka nimezipokea kwa mikono miwili. Peter yeye anasema Miki Peter ameamua bwana nimalize kipindi kwa kucheka. Peter anasema mikimbio wetu jamani, kufunga sasa hivi anaitwa Osimhen wa Bongo. Okay, tutaona tarehe 12. Swali la leo pale YouTube limeuliza hivi, bao gani linalo kuvutia zaidi? Kura zilizopigwa ni kura 14, waliosema ni free kick ni asilimia 64, waliosema wanavutiwa na bao la long shot ni asilimia 22, waliosema wanavutiwa na header ni asilimia 14, na waliosema wanavutiwa na bicycle kick ni asilimia 0. Kwa hiyo wengi wanapenda mipira ile inayofungwa kwa free kick. Haya, Jabiri anasema uwanja wa Benjamin Mkapa bado haujamalizika. Nadhani kitu kama hicho. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Nikusihi tu endelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. 3 kamili Tadei Cosmas atakuwepo hapa kwa ajili ya kukusogezea habari za kimichezo, akichambua ndani na nje kwa mapana na marefu. Asha anasema mtangazaji upo vizuri. Yanga wanataka kuiga Simba ufunguzi wao, ila Simba hawawezi hata waige. Simba ni kungwi wao, chama kubwa. Yanga jamani, mbona mwataka kuiga Simba? Asante sana Asha. Ujumbe ninao kuacha nao kwa siku ya leo unasema kwamba uvumilivu ni bidii na ni funguo za mafanikio. Usiruhusu jana ikuzuie kuishi kikamilifu leo. Ya jana yamepita, yatazame kwa tahadhari. Leo unapaswa kuifurahia kama vile hutaishi tena. Kesho tunaishi kwa matumaini. Muda wote huu ulikuwa nami, langu jina ni Salome Mlai. Nakupenda sana, nikutakia uwe na asubuhi njema, siku njema, wikendi njema yenye baraka na fanaka tele. Jabiri anasema mbele Peter Shalulile, Alan Okelo, mtu atakufa. Haya bwana, nikutakia uwe na siku njema, nakupenda sana. Kwaheri kwa sasa, bye bye.